Dada Faraja, karibu tena. Asante. Wewe ni smart dada ambaye ulifanya kazi na sisi ukamaliza mwaka. Yes. Umepumzika muda gani? Nimepumzika wiki 2. Wiki 2 zimeisha. Ulienda wapi? Nilienda nyumbani. Wapi huko? Manyara. Umeshapumzika, ushaona ndugu jamaa, marafiki? Nimeshapumzika na familia na kulimalima. Na kulimalima kidogo. Hela uliokuwa umekusanya na yenyewe umeimaliza au ipo? Unajua ukienda nyumbani na nikutumia tu. Nikutumia tu. Okay, sawa. Karibu. Asante. Tuambie sasa hivi umekuja na malengo gani? Sasa hivi nimekuja na malengo kama ile nilokuja nayo mwaka jana, kwa sababu hayakuwa yamekamilika, lakini at least kuna level nimefikia nimepiga hatua. Kwa hiyo ninaamini mwaka huu Mungu akinibariki kama ilivyokuwa mwaka jana, tukaelewana na bosi, lakini kwa kumtanguliza Mungu nikafanya majukumu yangu vyema. Wow. Nitakapomaliza mkataba naamini pia nitakuwa nimepiga hatua nyingine, mtakuwa mmenisaidia ya kusogea. Yeah. Okay, kwa hiyo ukutuambia ni kitu gani unataka kukifanya, maybe ni mtaji unatafuta, ni kiasi gani, au ni nataka, yani ukusema ni nini hasa unacho, lengo lako ni nini? Maana tumezoea wengi wanashare malengo yao. Mimi lengo langu, mimi nilikuwa nimemaliza form 4 nikaenda chuo kama famasia. Kwa hiyo sikumalizia miaka 3 ile diploma, lakini nilimalizia miaka 2 ya certificate. Kwa hiyo nikimaliza ile miaka 2 na uwezo wa kufanya mtihani wa leseni kama dispenser. Nikifanya huo mtihani wa leseni, kama nitakuwa nina mtaji, ninaweza kufungua ile wanaitaga duka la dawa. Kwa hiyo ndo alikuwa malengo yangu, kwamba nitakapoona nimepata kile kiwango cha mtaji, nitafanya huo mtihani wa leseni, then after nitakuwa na hilo duka la dawa. Na kama unataka kwenda kuajiriwa, ukimaliza unaajiriwa wapi? Kama nataka kwenda kuajiriwa serikalini pia unaajiriwa, lakini unaajiriwa kama nani? Kama mfamasia. Mfamasia? Lakini itabidi nikamaliza ule mwaka wa 3 ili niwe na diploma. Uwe na diploma? Wafamasia ndio wanakuwaga wanafanya kazi gani? Kutoa dawa. Ndio wale wanaotoa dawa kwenye mahospitali. Watu walioko kwenye wale ndio wafamasia. Wale ndio wafamasia. Kwa hiyo wewe unasema endapo either utaajiriwa au utafungua duka lako? Nitaanza kwa kufungua duka, kwa sababu kama ni kuajiriwa lazima nikamaliza ule mwaka mmoja ili niwe nimetimiza miaka 3 niwe nina diploma ya pharmacy. Kwa hata kuanzisha hilo duka inabidi uwe na kibali. Hiyo leseni ndio kibali cha kuruhusiwa kuanzisha duka la dawa. Kwa hiyo ndio lengo lako? Ndio lengo langu. Maduka ya dawa yanalipa? Yanalipa. Yanahela sana. Na sehemu ya kupata mitaji, si ndio hivi? Ndio kama hivi. Dada Center hapa. Kuna sehemu nyingine tena? Hapana, na ndio maana niliamua kuja. Hata natoka nyumbani. Nakumbuka baba aliniuliza, "Kwa hiyo umeamua kwenda huko kwenda kufua mashati ya watu?" Nikamwambia ningeamua kukaa hapa nyumbani, uone ninachokifanya afu ninakuwa na hela, ungefurahi, kwa sababu kuna kazi nyingi, kuna baa, kuna mwanaume ningeweza kumtegemea, nikamwambia nahitaji mtaji, lakini angetaka kunitumia afu ndo anipe huo mtaji, lakini kama wanatoa hivyo. Hapana, wanawake wangapi wameingia huko kwenye hiyo njia ya wanaume? Nataka nipigie mstari kabisa, yani nikolezee wino hiyo njia ya kufikiri kwamba ukiwa tu shortcut unakuwa tu na mwanaume anakuanzishia biashara. Wanawake wengi wamewaza hivyo, lakini waliofanikiwa ni asilimia ndogo sana, na bado wananyanyasika. Mtu ambaye unasubiri akupe hela yake, kwanza wengine wanasubiri muda mrefu sana, miaka 5 10, na labda umeshazalishwa, alafu yani mambo yaendi, akija kupa huo mtaji wenyewe akusimange nao. Kwa hiyo wanaopata yani ile ahadi ile inakuwa ya ukweli kwamba mimi nitakusaidia ni wachache. Wengi wanaishia kupoteza muda na yani kujiwesti, unajua, kwa muda mrefu, alafu baadaye ndo anakuja kuinuka sasa, kwanza kuja kukimbizana na Wadada Center. Wakati huo ameshapoteza muda mrefu sana. Kwa hiyo sio njia ya uhakika. Ingekuwa ni njia ya uhakika, wanawake wengi wasingekuwa wanahangaika. Sio njia ya uhakika. Wengi wamedanganywa kwa staili hiyo, wanapewa matumaini ya uongo. Nitaka nikazie hapo ili mdada aliyekusikia aseme kumbe naweza tu nikaenda mwanaume akanipa. Uongo. Atapata shida, atateseka. Yani utapigwa na dadana, utatumika, utatoka kwa huyu utaenda kwa huyu, utafikiri huyu ana nafuu. Hakuna. Neno la Mungu limetuelekeza tufanye kazi
Sio tutafute tuchanue miguu, tutanue akili na nguvu ambazo Mungu ametupa. Mtaji wetu ni nguvu zetu na akili zetu. Sawa, sio miili yetu. Miili yetu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Mungu ametupa tujihifadhi ili tuweze kumtukuza yeye, na tutakapojaliwa familia zetu, basi tutapata familia ambazo zitakuwa na baraka. Kwamba una mume umeolewa ni baraka. Utapata watoto wenye baraka, lakini sio wewe kupuyanga kwa kutumia mwili wako ili uishi. No, huko ni laana na uwezi kufanikiwa. Ndio. Kwa hiyo babako kamwambia hivyo. Nimependa jibu lako, ilikuwa na courage. Kaambia ungefurahi. Nikaambia unajua usingefurahi. Na mimi nakumbuka mara ya kwanza Wadada Center niliona Facebook. Kaniambia soma tapeli, nikaja kuangalia, nikaenda akaunti yako ya TikTok, nikakutana na wewe Madam Joyce Kiria. Nikakumbuka yule wanawake live kwenye TV, nikasema basi haiwezi kuwa ya uongo. Kwao nikawapigia, nikafika hapa, nikaambia as long as ninaenda kufanya kazi kwanza ni heshima na inamtukuza Mungu, kwa sababu sinatumia nguvu. Yani ni kazi kama kazi zingine halali. Na ndio maana nikafikia kituoni, sikutaka huko mtaani kutafuta kwamba unahitaji dada. Hapana, nikasema nifike kituoni kwa sababu kinajulikana, kinaaminika na wewe, yani mimi kina taratibu, kuna sheria. Hata mtu akifanyia kitu kibaya, yani kuna utaratibu, unaelewa? Mtu hawezi kukurupuka. Hakuna bosi anaweza kuchukua tu hapa aende akafanyia kitu kibaya, hakuna. Kwa hiyo nilikuja hapa kwa moyo mmoja, sikuwa na aibu kwamba sasa hata nitaonekana wewe Faraja tumesema naye anaenda kufanya kazi ndani. Nikasema no, as long as ni heshima. Hata unasoma nao wote, nataka nikuhakikishie kuna wengine wako mtaani hawana hata 100. Na wewe tayari umeshaanza kujijenga, una pesa yako na utaanzisha duka lako, utawacha wako mtaani na wewe maisha yako yataenda mbele kabisa. Kwa hiyo mimi nimekuja hapa na matumaini na naamini kwa uwezo wa Mungu nitafanikiwa. Amina. Na mimi naamini hivyo pia. Na wazazi ambao wanaogopa watoto wao wasiende kufua mashati kwa sababu wanaona ni kazi isiyokuwa na hadhi, ndio hivyo wanawatuma wakafanye kazi nyingine. Kwa hiyo unakuta mtoto yuko nyumbani, ana simu nzuri, ana pesa, lakini hana kazi. Na mzazi haoni kama kuna shida, naona ni sawa. Kumbe tunawa encourage watoto kufanya mambo machafu, mambo ya ovyo, kwa sababu tunaogopa wakienda kufanya hizi kazi za kawaida. Ni afadhali nione mtoto wangu anabeba zege, anaosha vyombo, anafua mashati ya watu, lakini anajifunza kutumia akili na nguvu zake na kuanza kidogo, kama neno la Mungu linavyotuelekeza kwamba ufalme wa Mungu unaanza kama mbegu ndogo, lakini ukiwa mwaminifu, tunafundishwa uaminifu kwamba utakapokuwa mwaminifu kwa yale madogo ndipo Mungu atakapokuzidishia, atakapokubariki kwa makubwa zaidi, atakapokuamini kwa makubwa zaidi. Kwa hiyo hizi ni kazi zinazotufundisha kuwa wanyenyekevu na kuwa waaminifu ili tuweze kupewa hatua zinazofuata. Kwa hiyo kwa wazazi nataka nisisitize, naongea kama mzazi. Mimi binafsi nimezaa watoto. Wale watoto wangu ningetamani kuliko kumwona mtoto ana vitu vizuri sijui kavitoa wapi. Tena sasa hivi tunaenda mbali zaidi. Watoto wa kiume wana vitu vizuri, hawana kazi. Na mzazi unakaa unaona hicho kitu ni sawa. Alafu baadaye tunaanza kuja kuwalaumu. Sisi wenyewe ndio tunawafundisha. Fundishe mtoto kazi za mikono. Fundishe mtoto, hiyo baba yako ametumia hilo neno la kufua mashati, mwache afue. Mwache afue hayo mashati, mwache afue sijui maboksa, mwache afue kama ni kazi halali ambayo haitwezi utu wake, mwache afanye. Kwa sababu ile ndio itakayompa nidhamu, ndio itakayomfundisha, na akitoka pale anaweza akatembea hatua za kwenda kwenye mafanikio. Kuliko tu unataka mtoto ghafla tu ana vitu vizuri. Ghafla tu ana vitu. Katoa wapi? Nani anampa? Kwa maslahi gani? Yani kwa anampa kwa sababu gani? Ampe tu simu nzuri, amnunulie nguo nzuri, awe wa kike wa kiume. Maana yake tunawafundisha watoto kufanya uuni, kujiuza, kujitoa, yani kutumia miili yao badala ya kuwafundisha kutumia akili na nguvu ambazo Mungu ametupa. Kwa hiyo huo ulikuwa ni ujumbe wa wazazi kwa niaba ya babako. Alisema unaenda tena kufua mashati? Tutafua. Wafua mashati. Tunawadekeza watoto, kumbe tunawaharibu. Kabisa. Sisi tunafikiri tunawasaidia. Mungu mwenyewe alimwaahidi hatima nzuri sana Yusufu, lakini alimwacha akaenda utumwani. Akaenda kutumika, akaenda utumwani, akauzwa utumwani. Na huyu ni Mungu mwenye upendo sana na sisi. Kwa nini alimwacha akaenda? Kuna kazi lazima zikufundishe maisha.
Kuna kazi lazima. Wewe unaona unateseka, lakini ndio unanolewa, ndio unakuwa dhahabu ili uweze kung'aa. Kwa hiyo wazazi, tuache huruma za kijinga kwa watoto wetu, kwa sababu tunawalemaza, hatuwasaidii. Mwache mtoto apigike, mwache apambane na maisha. Tuwaache watoto wa maisha yawafundishe. Hatuwezi kuwa nao kila siku. Haya, message sent and delivered. Karibu sana dada Faraja. Asante. Haya.